Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania kimepinga vikali ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kama unakumbuka vizuri, jana Chama cha Mapinduzi CCM kilikuwa kinazindua ilani yao mpya ya kuelekea uchaguzi ambao unaenda kufanyika mwezi huu wa 10. Sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimelipinga vikali ilani mpya ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, kikidai kuwa chama tawala kinapanga kutumia hoja ya katibu mpya kama chambo cha kuwapotosha wananchi kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Ndivyo kauli hiyo imetolewa leo Juni 1 mwaka 2025 kupitia chapisho rasmi la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwenye mtandao wa X, ikinukuliwa katibu mkuu wa chama hiko Mheshimiwa John Mnyika alisema kwamba katika ujumbe huu Mnyika alisema CCM wamezindua ilani yao ya uchaguzi kwamba wanataka kuendelea na uchaguzi kwa mazingira haya ya hovyo. Katika ilani hiyo CCM inataka kuwatapeli na kuwadanganya wananchi kwamba mkubali kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu CCM ikiingia madarakani tena italeta katiba mpya. Msikubali utapeli huu wa CCM. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesisitiza kuwa mazingira ya sasa ya kisiasa hayaruhusu uchaguzi huru na wa haki, na kwamba kiendelee kushiriki uchaguzi kwa misingi ya ahadi zisizotekelezeka na ni sawa na kuharakisha mfumo wa kandamizaji. Ndivyo na kimeenda mbali. Chama hicho kimehitaji dhamira ya ukweli ya Chama cha Mapinduzi CCM kuleta katiba mpya, kikikumbusha kuwa ahadi hiyo imekuwa ni ikitolewa kwa miaka mingi bila utekelezaji wowote wa namna yoyote. Kwa mujibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, CCM inapaswa kuhakikisha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya unakamilika kabla ya uchaguzi mkuu na sio baada ya kushinda tena madarakani. Ndivyo kauli ya chama hicho imechochea mijadala mikali kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watumiaji wakikubaliana na mtazamo huo, wakiona kuwa katibu mpya imekuwa ni kama mbegu ya matumaini hewa kwa Watanzania. Ndivyo aidha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetahadharisha wananchi kutokuwa wapesi kuingia kwenye mtego wa kukamilishwa chama cha CCM badala ya miaka mingi ya kushindwa kutekeleza mchakato wa katiba mpya. Sasa ina dhamira ya kweli ya kufanikisha hilo jambo. Ndivyo Mnyika akuishia hapo, alihitimisha kwa kusema kuwa chama chake kitaendelea kusisitiza mageuzi ya kisiasa, kusimamia mabadiliko ya kikatiba kama misingi ya kidemokrasia ya kweli, na tunataka uchaguzi ulio huru, usio na figisu wala mazingira ya hovyo. Bila katiba mpya badala ya uchaguzi, ni wazi kuwa mabadiliko ya ukweli hayawezi kupatikana, alisema John Mnyika kupitia ukurasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwenye mtandao wa X. Wamethibitisha hilo na wanaenda against kutokana na kile ambacho Chama cha Mapinduzi CCM baada ya kwenda kuzindua ilani yao mpya kuelekea uchaguzi huu wa mwaka 2025 ambao unaenda kufanyika mwezi huu wa 10. Ndivyo wenyewe wamekubaliana na hiko kwamba watafanya uchaguzi kwenye mazingira yoyote yale, lakini ukumbuke kwamba Chadema wako kwenye kampeni ya no reform no election. Ni kwamba wanataka mabadiliko yafanyike kwenye katiba kwenye masuala ya uchaguzi, ili kusudi kwamba uchaguzi ambao utaenda kufanyika usiwe na longolongo yote ambayo inaweza ikatokea humo ndani. Ndivyo. So wewe una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho John Mnyika amekisema kupitia ilani ya CCM ambayo waliisema hapo jana? Acha ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tunatumia kama Ambayo TV, na kama hujasubscribe channel yetu Ambayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka humo ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBs kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia kama hivyo. Lakini pia usisahau kutufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Ambayo TV. Ciao.